niwapeni pole kwa maana ya disturbance ya muda. Tulipanga muda iwe mapema asubuhi, lakini ratiba zilibadilika kutokana na ratiba za viongozi wakuu. Ratiba kuu mbili, kiongozi namba 1, lakini pia tulikuwa pia na ratiba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tumemaliza muda sio mwingi. Nikasema hapana, mbeleni tuna ratiba nyingi sana ambazo tusipotazama tunaweza tusijue nini kinachoendelea kwenye halmashauri zetu. Sasa leo ni kikao cha robo ya 3. Kikao hiki cha robo ya 3 kina majukumu makubwa matatu. Moja, tutaangalia mwenendo wa ukusanyaji wa mapato kwenye halmashauri zote 5 za mkoa wa Dar es Salaam. Tuone ni hatua gani tumefikia, tumekwama wapi, ni eneo gani ambalo tunahitaji ushauri ili tuweze kutimiza malengo ya kibajeti ya mwaka. Lakini pili, tutaangalia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Tuone kila halmashauri imepokea kiasi gani cha fedha kutoka serikali kuu, lakini pia imetenga kiasi gani cha fedha kutoka makusanyo ya ndani, alafu tuone matumizi yake kwenye miradi hiyo kwa uwiano wa 1% ya miradi, kwa maana fedha ambayo inapaswa kwenda kwenye miradi. Ziko baadhi ya halmashauri ziko 70% kwa 30, lakini iko halmashauri moja ambayo ni 60 kwa 40 ambayo ni Kigamboni. Kwa tuone kila halmashauri imetenga kiasi gani kulingana na mwongozo uliotolewa na serikali. Jambo la 3, tuone ukamilifu pia wa hoja za udhibiti na mkaguzi wa mahesabu ya serikali. Kwa maana kila halmashauri imekamilisha kuweka sawa au kujibu hoja za CAG kwa kiasi gani. Tunapokwenda kumaliza mwaka, ni lazima tuone kila halmashauri imepiga hatua kubwa katika kuzijibu zile hoja za mdhibiti na mkaguzi wa mahesabu ya serikali. Lakini zaidi tuone pia ukamilifu, pamoja na makusanyo haya, tuone ukamilifu wa ulipaji wa madeni mbalimbali, madeni ya wazabuni, madeni ya watumishi wa serikali, madeni ya ajira mpya. Yako madeni mengi. Mtumishi anapokuwa anaajiriwa ni lazima alipwe stahili zake, lakini mtumishi anapopanda cheo lazima pia alipwe stahili zake, na mtumishi anapohama au kuhamia kwenye kituo chetu ni lazima pia alipwe. Lakini tuone pia performance ya sekta mbalimbali, ni namna gani umahiri katika utendaji wa sekta mbalimbali kwenye halmashauri zetu unafanyika. Kwa haya mambo yote na mengine mengi ambayo yanajitokeza kwenye vikao, yanatusaidia sisi kuangalia KPI zetu ambazo tumejiwekea kwa ajili ya utendaji wetu wa kazi. Na pia mwishoni tutakuwa na discussion nzuri kubwa ili tuone kama mtu fulani amefanya vibaya, aige kwa mwingine aliyefanya vizuri, amefeli wapi, na tupate changamoto za kwake zikoje, tupate suluhisho ya namna jinsi ya kusonga mbele kwa kasi kubwa sana.